Hujambo ndugu mtazamaji popote pale ulipo, natumai siku yako inakwenda vyema. Karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN, naitwa Mary Kilobi. Baada ya majadiliano kati ya muungano wa walimu NAT na waziri wa leba pamoja na waziri wa elimu kusambaratika hapo jana, hii leo waziri wa leba Kazungu Kambi anakutana na maafisa wa KUPPET kutafuta suluhu ya mgomo wa walimu ambao unaendelea. Na mtazamaji, tuungane kwa njia ya simu na mwandishi wetu wa habari Mohamed Mahmoud ili aweze kutupa zaidi kuhusiana na yale yanayojiri katika mkutano huo. Mahmoud, iwapo unanipata, zamu ni yako. Naam, asante sana Mary Kilobi. Hadi kufikia sasa mkutano kati ya KUPPET na waziri wa leba Kazungu Kambi ulianza asubuhi ya leo, na vile vile imedhihirika kwamba ni mkutano ambao huenda ukagonga mwamba, manake hawajafikiana kuhusu kiwango cha fedha ambacho walimu wa KUPPET wa muungano wa KUPPET wangetaka kuongezewa. Hapo jana mkutano wao kati ya NAT na waziri Kazungu Kambi ni kwamba waliafikiana kuongezea nyongeza shilingi bilioni 9 ili iweze kutumiwa kama baadhi tu ya marupurupu, lakini NAT pamoja na KUPPET wanataka kuongezewa mishahara hadi asilimia kati ya asilimia 150 hadi asilimia 300 ya mishahara wanaopokea sasa. Lakini waziri Kazungu Kambi hapo jana alijinda kuongeza mishahara hiyo, akisema itaongeza kiwango cha fedha ya bajeti ya serikali hadi shilingi bilioni 170 kwa mwaka, ambayo itakuwa ni asilimia 10 ya bajeti ya taifa, akisema kwamba kuna sekta mbalimbali na asilimia 10 ni nyingi kulipa mishahara ya walimu. Kwa hivyo bado tunasubiri, lakini huenda pia mkutano wa leo ukagonga mwamba kama vile ulivyofanyika kati ya Kazungu Kambi na NAT. Kwa hivyo tunasubiri kujua iwapo mgomo bado itaendelea ama wale ambao wako upande wa KUPPET watasitisha mgomo baada ya maafikiano. Naam, asante sana Mohamed Mahmoud. Mtazamaji, tutaweza kukuletea zaidi kuhusiana na yatakayojiri mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za KTN leo. Na tukiendelea na taarifa zetu, shughuli ya kutizama mwili wa mwanawe aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, Fidel Odinga, inaendelea katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee. Kwa njia ya simu tunaungana naye mwanahabari wetu Nicholas Wambua ili atupashe zaidi kuhusiana na shughuli hiyo. Nicholas. Mary. Naam, iwapo unanipata, tueleze yanayoendelea katika eneo ambapo upo. Na Mary, kama ulivyosema, niko katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Home hapa Nairobi, ambapo shughuli ya kuangalia mwili ama kutizama mwili wake Fidel Odinga ambaye ni mwanae aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga inaendelea, huku Wakenya wengi wakijitokeza kwa nambari nzuri, ambapo tumeona hisia wengi wakipatwa na hisia za kuonekana kwamba yule alikuwa mtu wa watu, ama alikuwa anapendwa sana, ama alikuwa anaenziwa Mary. Kulingana na hafla hiyo ni kwamba hapo kesho watakuwa wanaandaa hafla ama ibada katika kanisa la Cathedral, All Saints Cathedral hapa Nairobi, ambapo watashiriki ibada, kisha baadaye mnamo Jumamosi wataweza kuipeleka ama Ijumaa Mary wataweza kupeleka mwili huu katika nyumbani Bondo, ambapo mazishi yataandaliwa Jumamosi. Naam. Mary. Asante sana Nicholas Wambua, najua tutaandalia taarifa hiyo kwa kina mwendo wa saa 1 vile vile. Na chama cha ODM kimeanza kupokea maombi ya wagombea wanaotaka kuwania kiti cha ubunge wa Kajiado ya Kati katika uchaguzi mdogo unaotazamiwa kufanyika mwezi Machi. Tarehe ya mwisho ya kutoa maombi hayo ni Ijumaa tarehe 9. Vigogo wa chama hicho wameanzisha kampeni ya kuhifadhi kiti hicho kilichoachwa wazi baada ya aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Joseph Nkaiseri kuchaguliwa kwa waziri wa usalama wa ndani. Tunaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki ili atupe zaidi. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba tumepata matatizo kidogo, na bila shaka tukimpata Mtalaki tutaweza kukuletea taarifa hiyo kwa kina. Wahudumu wa hifadhi ya maiti ya Kakamega walipigwa na bumbuazi pale babu mmoja alipeleka mzoga wa nyoka
ili waweze kuhifadhi. Babu huyo alimuua nyoka huyo baada ya kumuuma mjukuu wake mwenye umri wa miaka 13 alipokuwa akiwalisha mifugo wake katika kijiji cha Iloro, eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega. Habari njema ni kuwa mjukuu huyo alinusurika kifo baada ya kukimbizwa hospitalini kupata matibabu. Ushauri wa madaktari ni kuwa unapoumwa na nyoka ni vema ueleze aina ya nyoka yule au mwasilishe hospitalini ili madaktari wajue aina ya sumu yake, ndipo upewe dawa mjarabu inayokabili fika sumu ile. Lakini kulingana na babu, baada ya kumuua nyoka huyo, badala ya kupeleka mzoga huo hospitalini kwa daktari, aliona mahali mwafaka ni hifadhi ya maiti. The forests, they should be very careful, clear all the bushes around. Avoid going to the forest dark times, because those are the times the animals like snakes are now awake. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Francis Mtalaki ambaye amekita kambi katika makao makuu ya chama cha ODM yu tayari, na kwa njia ya simu wataweza kutuelezea yanayojiri katika mkutano ambao unaendelea. Francis Mtalaki, iwapo unanipata, tueleze hali ilivyo katika makao makuu ya chama cha ODM. Naam, asante sana Mary Kilobi. Mkutano umeweza kukamilika kwa sasa, na baraza la kitaifa pamoja na bodi ya chama cha ODM wametangaza kuwa wameanza kupokea maombi ya wagombea wanaotaka kuwania kiti cha eneo bunge la Kajiado ya Kati, ambapo kwenye uchaguzi unaotazamiwa kufanyika Machi tarehe 16, na mwisho wa wagombea hao kuweza kutuma maombi yao ni tarehe 9 ambayo ni Ijumaa hii, ambapo vigogo wamesema kwamba ifikiapo siku ya Jumatano wiki ijayo ambayo ni tarehe 14, basi wataweza kupisha hodi katika eneo bunge la Kajiado ya Kati. Vile chama hicho kupitia katibu mkuu Bwana Babu Namwamba pamoja na mwenyekiti wa chama hicho John Badi wamewakilishia wakazi wa kaunti ya Kajiado ya Kati eneo bunge hilo, basi wataweza kumchagua mgombea wa kiti hicho kwa tiketi ya chama cha ODM kwa njia ya usawa na huru, kando na kuahidi kwamba wataweza matukio kama yale ya vurugu ambayo tunaweza kuyaona katika kaunti ya Homa Bay wakati wa uchaguzi wa mgombea wa kiti cha useneta kwa tiketi ya chama hicho. Wamesema kwamba hawataweza kuruhusu visa kama hivyo kutokea, na kwamba chama cha ODM sasa kimejipa sura mpya. Labda pia kukupa tathmini kuhusiana na uchaguzi mdogo wa useneta kaunti ya Homa Bay, chama cha ODM kimesema kuwa watampigia debe mgombea mmoja tu ambaye ni Moses Kajwang. Inamaanisha kwamba wale wagombea ambao waliweza kutoka chama cha ODM kuwania kiti hicho kwa chama cha vyama vingine, basi wamesema hawatambui kabisa, na pia waliweza kutumia jukwaa hilo basi kutuma risala zao za rambirambi kwa kinara wa chama hicho ambaye ni Raila Odinga kwa kupoteza mwanao Fidel. Na Mtalaki, utaniwia radhi kwa kukatiza, naarifiwa muda umetupa kisogo, na mtazamaji utapata taarifa hiyo kwa kina vile mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za KTN leo. Na shughuli za kawaida zilitatizwa katika kituo cha biashara cha Sigor baada ya wazazi na wanafunzi wa eneo bunge la Chepalungu kuvamia afisi za CDF wakidai kuwa hawajapokea msaada wa karo. Wanafunzi kutoka eneo bunge hilo walisema kuwa wasimamizi wa hazina ya CDF wamekuwa na mapendeleo, kwani ni wanafunzi wachache tu ndio wamekuwa wakifaidika. Wanafunzi walioongozwa na Roda Cherono na Elizabeth Mibei wanataka sasa kamati hiyo ibanduliwe nje. Nakuja hapa. And in fact I want to speak to the CDF we have been given is just a peanuts of the money. A huge peanuts. These MPs are always talking of peanuts. Peanuts means what? They are giving us money which can never help us. 2,000 for transport or Tukirejelea taarifa zinazohusu mgomo wa walimu, tuangazie hali ilivyo huko Nyeri, ambapo usimamizi wa chama cha KNUT tawi la Nyeri kupitia mwakilishi wake Mutahi Kahiga
umesisitiza kuwa mgomo upo na utazidi kuwepo hadi pale serikali itaitikia wito wa walimu. Kahiga alizungumza haya alipokuwa katika shule ya upili ya Mwiyogo Kieni kunakojengwa madarasa mapya na hela za hazina ya CDF. Kahiga amesema kuwa ni fedheha kwa baadhi ya walimu kupata chini ya shilingi 20,000. Naye mbunge wa Kieni Kanini Kega amesema japo wanasikitishwa na hali ya walimu wa Kenya, matakwa yao ni ya juu zaidi. Salaries of teachers have not been reviewed with an upward mobility. Currently we have more than 112,000 of our teachers earning below 20,000 Kenya shillings. Teachers Union, some of the figures they are talking about are honestly out of this world. A 600% pay increase, definitely that one will bring this country into a halt. Na mtazamaji, ningependa sana kuendelea lakini muda umetupa kisogo. Sina budi ila kukuaga. Nashukuru sana na uungane nasi mwendo wa saa 1 kwa taarifa za KTN leo. Naitwa Mary Kilobi, kwaheri.